lakini nataka twende straight to the sermon of today. Na naita sermon yangu inaitwa whatever it takes. Whatever it takes. Na I have to appreciate ya kwamba the last time nilikuwa hapa, I think two weeks ago, kanisa yenu ilikuwa haina madirisha ya juu, ilikuwa hiyo madirisha hayamo, na nashukuru Mungu kwa sababu kwa uwezo wake madirisha yako. Bwana Yesu asifiwe. And I want to appreciate na niwashukuru sana na niwapongeze kwa vile mmefanya Kenya Coastfield iweze kuheshimika. Kanisa la Wasabato lilijulikana kuwa ni kanisa lenye washiriki wake wanaomba chini ya miti, washiriki wake wanakaa kama wako, lakini kanisa la Voi likatoka katika hiyo box na wakasema ya kwamba they make sure the name of Jesus is respected. Kwa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi ni watu wazuri. Nyinyi ni watu wazuri. Kama juzi wakati nilikuja hapa, nilipokuja hapa juzi, mliniweka na mkanihakikishia kwamba I'm well taken care of. In fact, niliporudi nyumbani I discovered that I added 2 kilos. Na I was trying, nilikuwa nimeenda mpaka gym. I have a problem with weight, by the way. Juzi nimeenda kwa gym, ningangane nipunguze. Unfortunately, nilipoenda kupima nimeongeza kilo 3. Nilipokuja tena hapa, tukakubaliana nyumbani ya kwamba ninarudi bila kuongeza. Alafu kurudi nyumbani, mpaka huyo Alfred akaleta matatizo. Alfred Mjamba, huyo rafiki yangu, nikienda nyumbani alinitengenezea kanga. Unajua kanga? Kanga unajua? Ile ndege kubwa. Okay, ngoja nisitumie hiyo lugha ya Wasabato. Ni kanga lakini vegetarian. Haleluya. Kanga lakini vegetarian. Ndio ukisema ya kwamba unakula nyama isiyo wanashangaa. Huyu ameokoka. Nimeokoka. Ni kanga vegetarian. Tulisherehekea mtu wa Mungu. Tulienda tukaita majirani na marafiki. Tulikuwa na sherehe kubwa ya kukula kanga. Kwetu hakujawahi kuliwa kanga, lakini tuliita marafiki tukakula hiyo kanga na tukafurahia. Na hii kanisa letu la Wasabato, ukweli wa mambo ni kanisa nzuri. Nimekuwa mchungaji miaka 15 kanisa hili, na I'm so happy and I thank God kwa kunipa nafasi hiyo. Haleluya. Na ni kazi napenda. Nilikuwa naongea na mzee wa kanisa, namwambia apart from a call, kama wewe upendi kazi yako ni sawa, lakini yangu naipenda na moyo wangu wote. It's my passion. Nikikamata hii kitu nasikia nimefika. Haleluya. Na kuna juzi, unajua hii kanisa na ina maneno mazuri tu. Nimeenda nyumbani nikakuta mzee wa kanisa hayupo. Nikakuta yupo, nikauliza mzee aliyenifundisha kimeanza. Nikauliza mzee wa kanisa yuko wapi? Nikaambiwa mchungaji, nenda utembelee rafiki yako ujue yuko wapi. Nikaenda kwake kwenye kitabu gani ya kwamba hajaonekana kanisa kama miezi miwili. Kaniambia, pasta, hii kanisa yetu ni mzuri, lakini nimeona niwache tu mambo ya kuja kanisani. Namuuliza kwa nini? Kasema tunatoa pesa sana. Tunatoa ujenzi, tunatoa ya makambi, tunatoa ya zaka, tunatoa ya sadaka. Leo usijali, umeamkaje? Kaniambia nimeamua kwenda kanisa inaitwa PCEA. Kaniambia hata usijali, hata huko kuna Mungu. Huko kuna Mungu hapo. Utamfundisha aje yule aliyekufundisha ya kwamba kaambia hata huko kuna nani? Na Mungu. Tena nikarudi baada ya miezi miwili. Nikamuona amesimama pale mbele. Amekaa. Tena karibu na pasta hapo ndiye amekaa. Kamuuliza mzee, tena mbona umerudi? Akasema, pasta, afadhali hapa. Nikamuuliza kwa nini? Akasema kule kuna pesa ya nyama ya mchungaji, kuna ya kuzikwa, kuna ya nini, kuna ya mafuta, kuna ya nini. Akanihesabia mpaka ya kuzikwa unatoa kabla ukufe. Akasema afadhali wapi? Hapa. Kuna watu wanakaa wanasema tumeitishwa na crusade, na by the way hata mimi nitaitisha nitakapomaliza kuhubiri habari yetu. Habari zetu watu wa Mungu. The truth of the matter is the whole thing about Christianity is all about giving. Mwanzo mioyo yetu, pili vile Mungu ametupa
kutufanyia. Kwaya yetu Mungu awabariki sana. I wish time could allow me iwe na nyinyi kesho katika launching. Mlinikaribisha but I not manage, lakini mna baraka zangu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Allow me to read the chapter ambayo nataka tuweze kuhubiri ama niweze kuhubiri. It's in the book of Luke chapter 18 from verse number 35 up to 19 from number 10, verse 1 to 10. Inasema ya kwamba Then it happened, as he was coming near Jericho, that a certain blind man sat by the road begging. The same story ni ya yule mtu anaitwa Bartimayo, na I can get it in the book, or you can get it katika kitabu kinaitwa Mark chapter 10 verse number 46. Na kwa sababu there are some details I want to pick there, niruhusu nisome Mark, nikimaliza Mark nikuja niendelee chapter 19 verse number 1. Naomba msamaha kwa hilo, lakini niruhusu, we are talking the same thing. Mark chapter 10 verse number 46. Inasema hivi: Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, a blind Bartimaeus, son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus. Chapter 19, verse number 1 to 10. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So he ran ahead and cried out a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. For he made haste and came down. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, He has gone to be a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Able to raise the kuomba. Baba wetu na Mungu wetu ishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ninaomba ushushe chini ya msalaba wako, na ujumbe ulionituma nao watu wako upokee, wabarikiwe na Kristo, tuweze kuwa na matunda ya ukombozi. Uwe nasi sasa, ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Whatever it takes. Kila mmoja ambaye yuko katika hii kanisa has a story. Hadithi zetu zingine ni hadithi nzuri, hadithi za ukombozi, jinsi Bwana alivyotufanyia.
Ili hali hadithi zingine ni hadithi ambazo zinatuumiza mioyo, kwa sababu hali ilivyokuwa ngumu ama ilivyo ngumu wakati huu. Lakini at the end of the story, nataka niamini ya kwamba kila mmoja anaweza simama na kusema nashukuru Mungu kwa sababu siku ya leo niko hai. There are people who have stories that wakati walipokuja hapa Voi, they came feeling lost, desperate and miserable. Tulikuwa tunaongea na mzee Oseko, anasema there are people who came here wamebeba nylon paper without knowing watakula nini kesho, but today wako na mahali wanaita nyumba zao. Bwana Yesu asifiwe. Today they are driving their car. Today wako na familia zao. Ninasema jina la Bwana litukuzwe. Sometimes when you see us wearing tie and coat, preaching the good news, you may think even Pastor Mass the other day, but you also have a story. The other day niliwapatia hadithi yangu when I was in university, at the same time nachunga kanisa linaitwa Chepteres Seventh-day Adventist. Nilikuwa naishi kwa kanyumba kamoja, kalikuwa kama tope, kamepigwa plasta, lakini kwa sababu kulikuwa na mtako wa diesel, just nest, kalikuwa na taku mbili. Tabu ya kwanza, yes my sister, how are you, beautiful sister, thank you so much. Ameleta offering yako, mnasemaje? Thank you. Haya, kuja mama. Amenda. Haya, I wish wangekaa kwa doketi. She's a very beautiful girl na tunampenda. Niko university mchungaji, karibu nafanya graduation, but nilikuwa na shida ya kutosha. Nilikuwa nakaa kwa nyumba na singeweza kulipa shilingi 500 ya rent. Ile mama aliyokuwa ananikodisha akaniambia, mchungaji, don't think nilijenga hii nyumba ama ni Red Cross. Hii nyumba nilijenga nipate biashara. Na ninakupa leo because hujalipa miezi 3, usipolipa jioni utakuta kifuri. Nifikiria heshima ya mchungaji na hatafanya namna hiyo. Nyumba yenyewe ni matope, iko na mianya unaweza ona nje. Alafu nyuma yake kuna mtambo wa mahindi na wa diesel. Ikianza kusiaga mahindi unakaa kama kwa kitanda, una vibrate. Lakini tabu ilikuwa sio ku vibrate. Ile unga ikisiaga yote inakuja kwa nyumba. Kwa hiyo nikiingia the first thing nilikuwa nafanya ni kupanguza unga na ile vumbi yote. Ndipo za kuingia tena kurudi kwa nyumba kifungapi. Nikashindwa sasa, hapa majaribu imeingia. What will I do? Maana ilikuwa Ijumaa na kesho naenda kuhubiri kanisa linaitwa Chepteres na mimi ni pastor. Kasema haizuru. Lakini nikakumbuka, Mungu atukuzwe, nilikuwa sijafunga dirisha. Na nilikuwa Mungu amenisaidia, nilikuwa na kafika kazuri tu, sikuwa mkubwa vile nilivyo. So nikasukuma dirisha langu, nikaingia kwa mlango na nikajua, kumbe hii nyumba ilikuwa na milango 2 sikujua. So what I used to do ni mapema sana kabla watu waamke, natoka kwa mlango ya nyuma, nakimbia kwenda kazini, maana nilikuwa nafanya kazi ya work program ili niweze kulipa school fees, na nilikuwa nimebarikiwa kufanya kazi ya clearing and forwarding. Clearing and forwarding ni gani? Ni kuclear takataka za jikoni, kuweka kwa mkokoteni, kuziforward mahali zinatupwa. That is what I was doing. And I used to do it in a very excellent way. So what I used to do, ninatoka mapema kabla watu waamke, ninaenda kugoja ifunguliwe. Nakumbuka mpaka siku moja manager aliyekuwa anaitwa Mrs. Jeriot akasema, Pastor Mwaka be so consistent kufika mapema, ndiye atakuwa anabeba funguo. Nikasema, ungejua consistency yangu inatoka wapi uniombe. Kanisani na kukuta mzee wa kanisa akisimama na kusema ya kwamba mufike mapema kama pastor wetu. Nikasema haleluya. Ungejua ile pastor wenu anapitia, amtaja hiyo maneno mnasema. Nikaendelea karibu miezi 3,
lakini accident ikafanyika. Mchungaji mmoja akaniambia, mchungaji, nataka nije nikutembelee. Namuuliza, unitembelee wapi? Pale kuna ni hapa wapi? Where exactly? Akasema kwako kwa nyumba. Nikasema no way, haiwezekani. Niko very busy nafanya hesabu. Nilijua wachungaji wanaogopa hesabu. Ni mimi tu siogopi mahesabu ya pesa. Hallelujah. My background also have set me to have confidence with money. Have no problem with money. Ninajua kuziguza hata kuzitisha. Hallelujah. So aliponiambia anataka kunitembelea, nikamwambia pastor, nina hesabu ya statistics lazima nifanye na sidhani kama itawezekana. Akasema usijali, watu wa Mungu, kabla niwe mchungaji nilikuwa accountant. So don't worry, we can sit down. I believe within like 30 minutes we done with your problem. Na through to his word, within that minute tulikuwa tumefanya hiyo hesabu. Lakini jaribu kujiuliza, surely ataingilia wapi? Na alikuwa mnono kama mimi, vile nilivyo alikuwa mnono zaidi ya vile nilivyo. Kashinda ataingilia wapi? So tukakubaliana basi twende tu. Niko na Biblia yangu na pesa zangu na vitabu zangu na yako na mfuko na mchungaji. Tunapoenda namwambia, hapa kwetu kuna usalama, shida kubwa ya usalama. So utakapoenda ukute kifuri ni mbili, usiogope, ni kwa sababu tunajaribu kuchunga kile kidogo Mungu ametubariki nacho. So tulipofika pale, nikamwambia mchungaji, kanyumba kadogo tu, kiasi ya kwamba kitanda ilikuwa inawekwa hata ukitaka kugeuka mpaka ukae na mpango kwa sababu ya udogo wake. So tulipofika pale, nikamwambia mchungaji, mlango ni huu wa kwanza, lakini kuna mlango mwingine, maana tunaona kuna makora nimeweka kifuri mbili. Hakuna akili ilikuwa imeniingiza ya kwamba nitoe kifuri yangu, zilikuwa kifuri mbili. So tulipokuwa tumerudi pale nyuma kwa mlango ya pili, nikamsukumia ama nikasukuma mlango, nikamwambia shika Biblia na vitu vyangu, nikasukuma. Niliposukuma nikawa ndio mimi huyo, nimeingia pale ndani. Ilikuwa kama Badera sijamuona leo. Yuko Badera, yuko hayuko, kwa mwembamba tu. Nikasukuma nikamwambia, vile mtu wa Mungu nimeingia, na wewe ingia hivyo hivyo. Alipojaribu akaniambia, hata kichwa hakiingii mtu wa Mungu, nitaingia namna gani? Baadaye akaniambia, pastor, nilijua masaibu yako, nimekuja kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Akanilipia ile balance na akaniongezea miezi mingine 3, na nikashukuru Mungu kwa sababu alimtuma huyo kama malaika. Everyone have a story, watu wa Mungu. I know even you have your own story. Now, let me tell you, let no one silence you when you are giving your story. Maana hajui mahali mmetoana na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. There are people who will try to silence you without having a full picture of your story. Some of the people here ambao wananisikiza, they are singles. Wengine they are divorced. Wengine they are separated. Wengine ni wagani. But I want to tell you, my brother, my sister, let no one silence you. Kwa sababu he or she hajawahi tembea safari yako. Anayetembea hiyo safari ni wewe na Mungu wako. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. There are people who are here, watu wa Mungu, they are struggling with their health. From January wanajulikana hata kwa chemist. Akifika kwa chemist anaulizwa, leo nikupatie ya nini? Maana amekuwa kraya kiasi ya kwamba huyu anajua leo ni kichwa, kama sio kichwa ni mgongo, kama sio mgongo ni hii. Na there are people who are having that kind of a story. Let no one look down upon you or silence you kwa sababu akona afya nzuri. There are other people here, they have been silenced because of gossipers. They have been silenced because they were not able to do something. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, no one silence you, because your story ni wewe na Mungu wako unaijua. Na imekuja kwamba umefika katika conclusion of your story, lakini your story itaendelea, na inaomba katika jina la Yesu iweze kuwa na a happy ending in Jesus' name. Don't be discouraged because of how challenging your story is. Don't be discouraged kwa sababu you feel as if you are alone abandoned in the wilderness. You feel lost na unasikia ya kwamba you cannot start again. Don't fear, because God is still in the business of making things work
for the best. Kuna mwanaume mmoja tumesoma katika hii hadithi, maandiko inasema ya kwamba anaitwa Bartimayo. Bartimayo, maandiko ya Biblia inasema ya kwamba the name Bartimayo linamaanisha somebody who is unclean, mtu ambaye sio msafi. Na huyo Bartimayo, when you read that chapter ambayo tumesoma, there are some few things inamfanya aonekane mtu special. Number one, he was blind. And number two, alikuwa ni muombaji. Juzi nilikuwa natembea street of Mombasa. So kukaja abega na kikombe na pesa. Unfortunately nilikuwa sina pesa. Kaambia ndugu yangu leo sina pesa. Kaniambia si basi uchukue kikombe uanze kufanya kama mimi angalau upate kitu. Nasema wewe ni mjeuri. Yaani nataka mimi nichukue kikombe nianze kula namna gani? Utakaa namna gani na una kitu? Chukua kikombe. Alikuwa sasa anataka kuniambia. Beggars, maandiko inasema ya kwamba from the time of Jesus, most of the beggars most of the people who are blind walikuwa wanajipata kuwa they are beggars. Lakini Bartimayo utakuja kugundua ya kwamba alifahamika katika mahali pale alipokuwa anaomba. He was staying in a very strategic place. Na mahali pale maandiko inasema alikuwa anakaa karibu na mlango wa kuingia Jericho. Jericho ilikuwa ni trade route, na watu wengi waliokuwa pahali pale ni watu walikuwa wanajiweza. When you go to chapter 19 from verse number 1, one of the people aliyekuwa anakaa mahali pale anaitwa Zacchaeus ama Zakayo. Na Biblia inataja ya kwamba he was a rich man. When the Bible is recognizing that he was rich, he was rich. Nilikuwa nasoma another documentary inasema pesa ya Zakayo ingeunganishwa na huyu mwanaume alienda kwa Yesu usiku. Alikuwa anaitwa namna gani? Yule alienda kuamdua na Yesu Kristo lazima uzaliwe mara ya pili. Nicodemus, pesa yao ya Nicodemus na Zakayo ingekuwa combined, ingelisha watu wa Jerusalem kwa muda wa majuma mawili. Majuma mangapi? Sasa wewe ni kurudi pasta, kwangu sasa kuja wageni 20 bila kusema that is an accident. Lakini yao ilikuwa true that ingeweza kulisha Jerusalem nzima for 2 good weeks. Na akasema ya kwamba sitaenda kukaa mahali kama pale kulikuwa kunaitwa mahali pa chini. He was strategic akijua ya kwamba wherever I stay, I must get people who are powerful ili wakinipatia kitu wanipatie kitu kizuri. Na huyu Bartimayo, not only that he was in a strategic place, I want to understand, alikuwa amesikia kuna mtu anaitwa Yesu Kristo, na alisikia kwamba this Jesus is so powerful that anaweza ponya wagonjwa, anaweza wainua walio chini, anaweza wasaidia hata wale wamekufa na kufua. Na kusikia hivyo, maandiko ya Biblia inasema kwamba he believed hata kama hakumuona. One of the big problems tuko nayo, we talk about Jesus, but we really believe he is able to do great things that we can even imagine. Mungu Bwana Yesu asifiwe. I have been a pastor and sometimes I have preached that our God is able, but when now it comes to make that one out become a reality, inakuwa ni changamoto, inakuwa na hali. I remember crusade moja hapa kunaitwa Mugamboni. Na nilipokuwa nakuja hata iliki mwaka jana. Nilipokuwa nakuja hata matatizo ya barabarani, gari inakuja shida inachomeka, inainua ikafika mahali kasikia nimechoka. Nikaja nikampigia mzee Bosire akanipeleka kwa hoteli fulani tukakula sitaki kusema tulikula nini maana sitaki kuonekana kama nimeanguka, tukakula na tukashiba. Baadaye ikaenda pale Mwatate ikachoma kaste. Pesa ile ilikuwa kwa mfuko wangu ilikuwa shilingi 2,000. Nikaenda nikaipaka hapo Kenyatta High School. For almost a whole week, pastor na ubiri but very desperate and empty kwa sababu gari imekataa na hana pesa ya kurekebisha. Lakini niliporudi siku moja nikaangalia hiyo gari nikasema surely God, I want to talk to you now. Ninahubiri huko kule Brumani na silipwi. Niliamua tu kwenda kukutumikia. Na wale watu nahubiria
ni watu wengine tofauti sana. Na hubiri na toa jasho, lakini wanaonekana kama they are not very interested. Sasa nimetoka mahali kunaitwa India, nimehubiri tumebatiza almost 200 and something. Hapa niliingia kwanza na sina hata mmoja wa kubatiza. Nikasema jamani Mungu, next time I want to come to Taita, I want a new car. Bwana Yesu asifiwe. But how it's coming, mimi sijui, lakini kama nitapewa nafasi ya kurudi Taita, iwe ni Januari, iwe ni nini, I will have to give me a new car and a comfortable car. Mungu akafanya miujiza yake, ikarekebishwa, gari karudi Mombasa na matatizo. Ilipofika siku ina nayo nyumbani, nikapeleka garage. Kafunga pale. But I knew the secret. Piga magoti, kuomba na kufunga, na kweli Mungu akafanya muujiza. When I was coming here, I came with another car. Mliona? Hiyo ni majibu ya maombi ya huko Mgamboni. Haleluya. Na nataka kusema hivi watu wa Mungu, ya kwamba we have a God who is so powerful. Unfortunately, sometimes tunaona ya kwamba it is a sin. He is not able to do some few things. Tunamweka katika equation ya Pastor Mwangi ambayo unaweza kuja kuomba shilingi 10 akwambia inaweza patikana ama isije ikapatikana. But Mayo alipofikia ya kwamba anaponya, alisema nataka basi aniponye. Siku moja alipokuwa pale karibu na mahali pa kuingilia, akasikia watu wanazungumza ya kwamba huyu ni Yesu Kristo anapita, ni Yesu Kristo anapita. Akasema huyo ni Yesu, yule ambaye anafanya hivi. Akaanza bila kuulizwa, Yesu mwana wa Daudi, ulifanya namna gani? Unirehemu. Yule somebody ambaye anajulikana kuwa ni msumbufu. Yule somebody ambaye anajulikana ya kwamba yeye kazi yake ni ya kuomba. Na wale waliokuwa karibu na yeye, they saw him as a burden, they saw him as a problem. Wakaanza kumwambia, wacha kusumbua mwalimu, unatupigia kelele. Lakini maandiko ya Biblia inasema, the more they discouraged him, the more he did what? He shouted out. But I want to thank God kwa sababu ya kitu kimoja. Every soul inayomtafuta Yesu Kristo anamuona katika jina la Yesu. Akamwambia akasema mwite, na alipoitwa waliokuwa wanamdiskare wakamwambia jipe moyo, mwalimu anakuita. Haleluya. That's how people are. Ya kwamba wanao kudiskare because of your story, wanao kuona kama umekuwa righteous kwa sababu ya hali yako, wanaona kama you are unclean when Christ stepped in. Wanaanza kubadilika, wanaanza kukuencourage katika jina la Yesu Kristo. Naomba wale wanakuwa discouraged, wanao wa discouraged waweze kuwa ni wao watamwambia ya kwamba nenda mwalimu anakuita katika jina la Yesu. Alipoenda mahali pale, Biblia yangu inasema ya kwamba before hata apewa uponyaji, the first thing he did, kuna koti mtu yule alikuwa anavaa. I want to believe ilikuwa ni koti iliyokuwa inamu-identify kama bega. I want to believe ya kwamba ile koti ilikuwa na mifuko ili akipewa masilva, akipewa pesa anaweza pita mahali pale. What he did, alitoa, akaitupa, akasema to hell with this coat. From today, I am no longer a beggar. My history and my story is changing in Jesus' name. Amen. He never cared ya kwamba kama macho tayari ameona, but he had faith. Kama ameniita, I am no longer a beggar. My life is now changing. My story is changing in Jesus' name. You know, Fred, kuna watu ambao tumekuwa katika hali fulani. To an extent, tumeanza kuwa identified with that situation. But I want God kwa sababu kilio chetu Mungu anasema come. Na when he said come, tupa hiyo koti katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba alipoenda, Yesu alimuuliza swali moja, unataka nikufanyie nini? He knew what he wanted. Alijua kitu alichokitaka. Akasema nataka kufanya namna gani? Kupata kufanya namna gani? Uone. Wakati nilipoitwa na mzee, aliniambia kuna siku ya women ministry stroke development. Nikamuuliza swali moja, what do you want me now to come and do? Akasema ya kwamba come and talk to these men.
kanisa ambao tunaabudu ndani, kuna kontrakta ametutengenezea na kutujengea kwa deni. Na saa hii tunazungumza, anatudai kama milioni 5. Ako na haki na uhuru wa kuja kufunga hii kanisa yenu na mrudi katika ile mabati. Hiyo ni pesa yake, ametoa kwa mfuko wake. Hajaweza kuweka interest. Milioni 5 saa hiyo ukichukua upeleke Equity, watakupatia kama miezi 6, wanaweza kukupatia uweka kwa ile account. Ile account inaitwa namna gani? Ile inaitwa fixed account. Inaweza kukupatia at least 10%. Kama ingechukua hiyo milioni yake 5 aweke kama miezi 3, ingempatia kama 10% ya 5 million. Ni pesa ngapi? 500,000. Kama ukufanya hesabu usisumbuke, lakini kama ulifanya na kama ya pesa haikusumbui, ingempa kama nusu milioni. Lakini kwa sababu ni mtu wa Mungu, akasema sitafanya hivyo, ngoja niwapatie nikijua ya kwamba Mungu atanibariki katika njia zingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba sisi tunapofanywa hivyo, wakati mwingine tunaenda pole pole tu. Ayaanasali ya kwamba kuna vitu mpaka simiti amekuja amewamwagia, na anasema kwamba jamani, nipeni pesa zangu ili kazi yangu isikwame. So elders were very specific ya kwamba our God, if he can give us 5 million, the whole story of it that is changing. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wakisikia 5 million wanastuka. Wanastuka. Don't worry. Fedha na dhahabu ni mali ya nani? Mali ya Mungu. You may think ya kwamba hawezi kukubariki, lakini Mungu anabariki. Mimi nakumbuka the first time ya kupata pesa yangu ile mzuri vizuri in 2000 ndio nilipata ile pesa nyingi sana. 2000 yote ya kushikana 1000 sikuwa nimekamata ingine. Na nilikuwa naishi Likoni, na kila siku tukihama ama tukivuka Likoni, tulikuwa tunaambiwa nyumba yenyewe nilikuwa nakaa ilikuwa ni ya makuti. Kukinyesha na chukua mwavuli na niko ndani ya nyumba. Nikawa ninavuka pale Likoni na for the first time sijakamata 2,000. Kama kuna wakati nilitoa jasho ni wakati huo, because I knew everybody knows that I'm rich na inaweza ibiwa. So I made sure ya kwamba mfuko wangu uko hapo wasiniibie. Nikang'ang'ana na ninaenda nikiangalia kama kuna mtu ananiangalia kijia fulani ili asiniibie. Nilikuwa nimekuwa na mtu anaitwa Samson Mboweni. Hiyo pesa na sikukopeshwa, alinipatia. Sikuwa nimekamata 2,000, alinipa. So nilipoenda nikafika kwa nyumba, kwanza nikaomba Mungu asante kwa kulipa pesa. Nikasema let me draw a budget ya hii zile nitatumia. Na budget kana nilitengeneza, nilipofanya toto kalikuwa 13,800 na kitu. Na ni pesa ngapi? 2,000. Nikachanganyikiwa. Nikaanza kuangalia ni nini nitatoa, ni nini nitaweka, ni nini nitatoa. Nilipotoa kabisa nikaona nimefika mwisho, ikafika 9,000. Nikachukua hiyo pesa nikararua kama dress, nikaweka hapo ndani na nikafunga ili mwizi asijue mahali iko. Nikasema ya kwamba hii pesa sasa nitangoja mpaka Mungu aniambie what to do with it. Baada ya kwenda kanisani, kuna mzee alikuwa anaitwa Gitonga, labda mnamjua, alikuwa anaitwa Joseph Gitonga, yule mwinjilisti wa vitabu. Akaja kuhubiri kuhusu mambo ya literature evangelism. 1,000 ili ziko pale, na nikasikia Bwana ananiita, nikaenda nikazitoa, kesho yake nikanunua vitabu na nikawa mwinjilisti wa vitabu. That's where I started my ministry. 2000 shilingi 2,000. And I thank God, my story has changed in Jesus' name. Hallelujah. And the same thing which I'm saying, this Timaeus, ijapokuwa watu walimuona he is totally nothing, God was there to change his story in Jesus' name. There's some few things I want you to learn from there. Number one, Timaeus was persistent. Alijua anahitaji uponyaji, and no one was ready to tell him to shut up. He said, whatever it takes, I am not giving up. Ninataka Yesu mwana wa Daudi unirehemu. And he was persistent with his request. Number two, alipokuwa anaombi lake, utakuja kuona
Na aliponiuliza nikufanyie nini? Maandiko ya Biblia yanasema nataka kufanya namna gani? Nataka kufanya namna gani? Bwana Mungu Bwana Yesu asifiwe. Nataka kufanya namna gani? Nataka kuona. He was very specific. Are you specific in your life? What exactly do you want? I like one statement Yesu Kristo alisema kwa kijana mmoja alikuwa tayari anamwambia one thing you want. One thing you should do. Na siku moja akawa kuna yule mother analalamika ya kwamba mbele just sit down na yeye anang'ang'ana akamwambia one thing you lack mother. Unaposoma kitabu kinaitwa Filipi sura 4:3-12 inasema one thing you should do. But Maya had a specific thing he wanted from God. And this thing anasema I want to say. Number 3 about this Bartimaeus, maandiko ya Biblia yanasema he was still believing regardless of the people who were discouraging him. Anasimama na kusema jamani, wanamwambia nyamaza, lakini badala ya kunyamaza maandiko yanasema anasema zaidi. He was still that God can change my story. And the last thing about Bartimaeus, after kuponywa he was thankful. Na utajuaje he was thankful? Maandiko yanasema alipopata kuona hakwenda nyumbani kuambia watu ya kwamba ninakuona, ninakujua, zilienda zikateremka. Biblia inasema ya kwamba akamfuata nani? Yesu. He was thankful. God has changed almost all of us. Our story are different from the way they were 2 years ago. Today we want you to be thankful katika kumaliza hii kanisa katika jina la Yesu. Bwana Mungu Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaona lakini walikuwa na upofu wa kiroho. Kuna watu wanaweza zungumzia hali ya families were totally losing hope, lakini Mungu akaingilia kati. Kuna wengine hapa atasema how they were desperate to look for someone to marry or to be married, lakini God remembered them. God is saying I want you to be thankful today in Jesus' name. Then we come to the next and the last story, which will take the shortest time possible. Ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Zakayo. Zakayo ni kama siku kama handkerchief, which is a sin. So ukiona nimefanya hivi, usione vibaya. Hii ni yangu, hii ni yangu. Afadhali nifanye hivi kuliko mwanzo kuona jasho langu. Haleluya. Now, Zakayo maandiko inasema number 1 alikuwa a tax collector. Na not only a tax collector, maandiko ya Biblia inasema ya kwamba alikuwa ndiye mkubwa. Siku ya leo tumesema ya kwamba alikuwa ndiye mkubwa wa KRA, Kenya. Naona kuna mtu anataka kunipatia hapa tu. Bring it mami, thank you. Na huyo mwanaume Biblia inasema ya kwamba he was a rich man. Thank you. When I was doing stewardship, nilisema juzi ya kwamba do not think ya kwamba poverty is a license to go to heaven. No. Mungu wetu anataka tuweze kubarikiwa financially, anataka tubarikiwe socially, anataka even spiritually tuweze kubarikiwa. Na nikasema baraka za Mungu zinapatikana namna gani? Number 1, seeking first his kingdom and all other things zinatufuata katika jina la Yesu Kristo. Mwanaume huyu maandiko inasema ni kwa nini ama nilikuwa najiuliza, why do you think alitaka kumuona Yesu? This is somebody who is rich. This is somebody ambaye ako na mamlaka. This is somebody ambaye hata akipita mahali anaogopwa. Wajua wanini watu wa kuchukua ushuru, what they used to do, wanakuja wanakupata, wanakuuliza ni kwa nini hujaleta ushuru, unasikizana kama una pesa, anachukua mbuzi yako, anachukua ng'ombe yako. Na walikuwa wanaongeza ushuru kulingana na kwa ajili ya tamaa zao binafsi. Thank you. Kwa sababu ya tamaa zao binafsi. Na most of them walichukiwa sana kwa sababu walikuwa ni kama waizi. So one thing about huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Zakayo, alikuwa hapendwi na alikuwa anaonekana kama sio mtu ambaye anastahili. But he had curiosity of knowing who Christ was. Number 2, huyu mwanaume, I want to believe ni kwa nini alienda kutafuta Yesu, lifestyle yake ilikuwa hailipi. Alikuwa na pesa ndio, alikuwa anajulikana ndio, alikuwa anaogopwa ndio,
lakini probably maisha yake yalikuwa as good as empty. There are people who have a different, a kind of mentality that when you see somebody driving, unafikiria kwamba is happy. No. Happiness haikuji kwa vitu vya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. I was called sometimes back by one of my best friends. Akasema, Pastor Joe, uongee na Bwana yangu na umuombee. Ni mtu ambaye amebarikiwa na hela. Namuuliza ako na shida gani? Akasema, Joe, kwa nyuma tutazungumza. Mzee anamuuliza ni nini na kusumbua? Anasema, Pastor, nilifanya biashara. I was expecting to get 150 million. I only got 78 million. I'm stressed hata hakuli. Sababu ya nini? Stress. 78 nini? Kaambia, my friend, you know, mimi huwa naona milioni ikihesabiwa huko. Sijawahi kamata yangu. Kwa baki ikihesabiwa ndio naona na sio yangu. So happiness haikuji kwa sababu ya mali. Happiness inakuja kwa sababu ya kumjua mfalme wa amani ambaye ni Yesu Kristo. Na watu believe ya kwamba this man by the name Zacchaeus alikuwa na hiyo shida, and number 3, he wanted to know what manner of a man is this. Anaitwa Yesu Kristo, ya kwamba he just came the other day, na kila mahali ukipita ni Yesu, kila mahali unapita ni Yesu. Akasema, I have to look for a way of seeing Jesus. Lakini alikuwa na shida mbili, two problem. Problem number 1, maandiko yanasema ya kwamba ni watu waliokuwa na mfuata Yesu Kristo. Crowd was number 1 of the problem. Problem number 2, maandiko ya Biblia yanasema he was a short man. The first problem was internal. The second problem was external. Mungu Bwana Yesu asifiwe. There are people ambao wanakaa wakicomplain, wakilalamika kwa sababu ya mambo fulani, and not to them they are the problem. Then the people walikuwa wamezunguka huyu mtu ambaye anaitwa Zakayo, they were also a problem wa kumzuia asimuone Yesu. There are people even here in church who are problem to others, wanamzuia kumuona Yesu Kristo. Kwa sababu akitoka pale nje watamwambia zingine zikateremka, ukimuona usikia vile anasema mtu anakosa focus. But he did not just sit there with his problem. Aliamua lazima nitatue hii shida yangu. Alitatua namna gani? Number 1, nitakimbia kabla yao. Nitatue hii tatizo ya watu. Number 2, nitapanda juu ya mti. Nitatue hii tatizo yangu ambayo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unasikia sauti yangu, Bwana Yesu asifiwe. The first thing you need to do, my friend, for you to progress, you need to know ni kitu gani kinakufanya usitaki mahali ulipo. Na utakapojua, then you have to ask God akupe hekima ujue ni njia gani ya kuweza kutatua. Zakayo alijua ya kwamba himself was a problem. Number 2, the people around him were a problem. Na akajua what I do, nitakimbia, ni sort out the problem of the people. Number 2, nitapanda juu ya mkuyu. You can try to imagine somebody who is very influential, very rich, somebody ambaye anaheshimika akiwa juu ya mti. Atataka kuona pastor wake akipita. But the most interesting thing, maandiko ya Biblia yanasema kwamba Yesu Kristo alipofika mahali pale, hakuuliza ni nani yako juu. I want to believe ya kwamba watu waliokuwa wako pale hawakugundua kuna mtu juu. But Jesus before hata aende alijua na kuelewa. Na alipofika mahali pale, Yesu akasimama na watu wote wakasimama. The next thing alifanya, akaangalia juu. Akaona kamzee kako juu. Kamzee katajiri. Akamwambia, Zakayo, teremka. Mungu Bwana Yesu asifiwe. Zakayo fanya namna gani? Shuka. Some of our ways of dealing with problems are not appropriate. But I thank God kwa sababu anatuita tushuke katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wamepanda juu ya kuweza kuwa na kukataa na vitu vya Mungu. Mungu anasema ya kwamba leo shuka, nitakuwa mgeni wako katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wamekuwa katika mtu fulani ambao wanajua na kuelewa. They have been there for some days, for some years. Yesu leo anasema shuka katika jina la Yesu Kristo. Tena anasema ya kwamba
nitakuwa mgeni wako. Hujanialika, lakini leo nitakuwa nini? Mgeni wako. Biblia inasema ya kwamba Zakayo akashuka kwa furaha, akashuka akiwa na furaha kubwa, na aliposhuka, maandiko ya Biblia inasema wakaanza safari ya kuelekea kwa Zakayo. Chakula ikaandaliwa na watu wengine wakaanza kunung'unika, kwa nini anaenda kwa mwenye dhambi? Kwa nini asiende kwa pasta au mzee wa kanisa? Walipokuwa katika meza, Roho ya Biblia inasema ya kwamba wakaangaliana na Yesu Kristo. Walipoangaliana na Yesu Kristo, akasimama akasema hivi, Yesu Kristo, mali yangu yote ninaipasua mara ngapi? Mara mbili. Ninabaki na nusu, lakini nyingine nusu nagawia watu gani? Maskini. Na baada ya kuangalia maskini, kuna watu nimelaghai, kuna watu nimeibia. Nataka wote waje wapige laini, waandike chochote nilichowaibia, na sitawalipa mara moja, nitawalipa mara ngapi? Mara nne. You know what happened? Wakati aliposema ya kwamba nitatoa mali yangu na nitaweza kuregeshea wale ambao nimewanyang'anya, naye Yesu, maandiko ya Biblia inasema akasimama, na aliposimama na alimwambia neno hili katika aya ya 9. Namalizia. Kitabu kinaitwa Luka 19 aya ya 9. 19:9 inasema, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu. I want to understand this statement ya kwamba kabla aseme atatoa mali yake kwa maskini, Yesu hakuzungumza. Lakini aliposema natoa mali yangu, there was a total transformation. Na wakati transformation ilipofanyika, matunda ya ukombozi ukaonekana. Na Yesu akasimama na kusema kwamba leo wokovu umefika wapi? Nyumbani humu. Wokovu umefika wapi? Baba Mungu anaweza sifiwe. Kama angekataa kutoa, unafikiri wokovu ungefika kwake? Ungefika? Lakini aliposema nitatoa, Yesu akasimama akasema wokovu umefika katika nyumba yako. Na sio hiyo peke yake, malizia usikize vile inasema, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Ni mwana wa nani? Wa Ibrahimu. Kama unasikia sauti yangu, Bwana Yesu asifiwe. When you give for the cause of God, vile nasema ya kwamba the salvation will come to the house. And not only come to your house. Nataka nikwambia, maandiko yanasema mbingu inakutambua ya kwamba wewe pia ni mtoto wa Ibrahimu katika jina la Yesu Kristo. When the Bible or when heaven recognizes you, ya kwamba you are saved, blessings will always flow in your life. Blessings will always flow in your family. Blessings will always flow in everything you are doing. Na ndio Yesu anamalizia kwa kusema kitu moja. Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichofanya namna gani? Kilichopotea. Let me say something before I conclude. Before ujue Yesu Kristo yuko wapi, Yesu Kristo anajua mahali yupo. Uwe katika shida, uwe katika machozi, uwe katika matatizo, Yesu Kristo anajua mahali upo. Na yuko katika biashara ya kukupatia ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Namba 2, watu wanaweza kukulaumu, watu wanaweza kukuhukumu, watu wanaweza ona kama huna maana, lakini mbele za Mungu anaona mtu ambaye ni candidate wa kwenda mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Jambo la 3, you may be the worst sinner, the chief of sinner, but we have a great Savior in Jesus' name. Hakuna yeyote anafaa kukosa matumaini, kwa sababu tunapomwendea yeye ni mwaminifu, yeye ni wa haki na anashughulikia mahitaji yetu. Jambo lingine ambalo utakuja kugundua ni moja. Everybody have a need to pursue Jesus Christ. Don't just sit there. Songa mbele ya crowd ambayo
kusumbua. Panda mahali ambapo utamuona Yesu Kristo, na Christ will locate you and will give you victory in Jesus' name. But I want to say the last thing. When we give, we receive. When we give, salvation comes in our family. When we give, blessings will always locate you in Jesus' name. Let nobody silence you when you are giving for the cause of God. Because every time you give, God will make sure that there is nothing you will ever lack in Jesus' name. Bwana aweze kuwabariki. Bwana aweze kuwabariki. Bwana aweze kuwabariki. Now, I want now to make an appeal. There are people who have stories like me with Pastor Mwani. And today wanasema, Pastor, I want to be thankful. Wanasema like, huyu mtu ambaye anaitwa Zakari, nataka kutoa mali yangu kwa ajili ya kuleta hii kanisa. Nilipokuwa ninaongea na tafakari nilikuwa hapa nyuma, nilijaribu kukumbuka mahali Mungu alinitoa. Mimi nilikanyaga hii Mombasa, ni Mombasa sio hapa. Mombasa nilipokuja mara ya kwanza, sijui mtu nilifika na shilingi 5 peke yake. Nialikeni next time nitakuja kuambia nilifika na shilingi 5. And I was in the street for like 4 days. Street for 4 days. But today niko na tai, haleluya. Hata kama ni 200 nina tai, haleluya. Yes. Na nikafikiria nikauliza, today ninapofikiria what I can do to God, katika kumaliza hii kanisa nitafanya nini mimi kama Paul Mwangi na jamii yangu? Nikafanya consultation na nikaambiwa ya kwamba toa ahadi ya shilingi 50,000 tutasaidia hii kanisa. Haleluya. So yule just grab yuko kama Treasure wa kanisa ni nani? Yuko kuja hapa andika shilingi 50,000 kutoka kwa familia ya Pastor Mwangi. 5 million lazima tulipe deni. Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Lazima tulipe nini? Deni, na lazima kanisa letu lifanye namna gani? Likamilike. Nataka niulize swali moja. Unajua sisi wachungaji mnapohesabu manyumba niko na gari. Sisi huwa tunahesabu tu washiriki niko na kanisa hili na washiriki. Hii ndio mali yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata hiyo 50 itatoka kwenu, hata si hapa kule Mombasa. Itaenda niongee na marafiki zangu, na hiyo 50 itakuja mwezi wa 4. Kwa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Na mimi niko safe, by the way kanisa langu ni nzuri na ni kubwa kuliko hii leo. Kwa hiyo nyinyi mkifungiwa mimi sitafanya namna gani? Kwa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Osoro, mkija kufungiwa mimi nitakuwa ninahubiri. Lakini kwa sababu nawahudumia sitaki mwingie kwa shida. Ni nani anasema Pastor Mwangi, Mungu amenitoa mbali. Nafikiri naweza tafuta hata kama ni karoli shilingi 100,000. Hebu nione tu kwa mkono. 100,000. Mtu mmoja tunataka mtu mmoja wa 100,000. Bwana Mungu Bwana Yesu asifiwe. We don't have time, I'm going back wherever niko na shughuli. Kwa hivyo tusichukue muda mrefu. Nani anasema Pastor Mwangi niombee nitafute 100,000 tumalize kanisa? Inua mkono wako mahali ulipo. Haya. Moja hapo. Mungu akubariki sana. Simama mtu wa Mungu. Simama mtu wa Mungu. Some of the people who are giving, come here my brother. Come here. I want your name to believe it because wewe siku ya leo maandiko yanasema wokovu utafika kwako. Mungu amesema na Biblia. Nani mwingine anasema Pastor, I want God to bless me, I can give 100,000. I don't have it now, but I know I will pray and God will do something. Sasa weka kitu hapa mtu wa Mungu. Weka kitu hapo. 100,000 kwa mkono. 100,000 tu. Uko na mwezi ujao, uko mwezi wa ngapi sasa hivi? Uko mwezi wa 3, utaleta mwezi wa 4. Kwa mkono. Asante. 70,000 hapa na jazo utainua mikono mingi. Nataka mikono 5 hapo ya 70,000. Mkono wa 70,000. Thank you so much my elder, kuja uandike jina lako hapo. 7,000. Thank you so much my elder. Kwanza ningekuja kwako maana ndio nipigia simu ya kunialika. Mungu akubariki. I need another 70,000 please. 70,000 kwa ajili ya but we need 5 million to be saved. Tulipe deni na angalau tuwe na kitu ya kutengeneza hii kanisa. 70,000 kwa mkono wa kulia tafadhali. Nataka nikwambie from experience pia nimekuwa nayo kama mchungaji.
Kanisa la Mungu haijengwi na watu kwa sababu ni matajiri. Kanisa la Mungu inajengwa na watu wanaojitolea. Bwana Yesu asifiwe. Nani anasema mchungaji, niombee? Hadithi yangu ninapokumbuka mahali Mungu amenitoa, akanisaidia nikaja Voi na nimejenga hata kanyumba kangu. Nitamshukuru na 70,000. Hebu nione tu kwa mkono. Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haya, kuja kwa 50,000. 50,000 wangapi wanasema pastor, nataka kuwa katika hiyo darasa lako. Thank you so much my mami, Mungu akubariki. I need to get your name. Thank you so much my brother. Come. Thank you so much. We need your name. Come. 50,000. 50,000. Juzi niliona watu walienda wakakoniwa na greenhouse. Unaona hiyo kwa TV? Wakatoa maraki, mtu anatoa 500,000, mtu anatoa 500,000, anaenda anapeleka mahali atengenezewe kitu inaitwa greenhouse, alafu anakuja kusikia ya kwamba ilikuwa na mwanaume imepotea. Let me tell you one thing, the way to invest na kufanikiwa katika maisha haya, you first of all invest na Mungu, na hayo mengine yote yanapata. Mungu akubariki sana ndugu yangu. I need people who can give us 50,000. Wherever you are, 50,000 just come. Thank you so much my brother. Thank you so much. God bless you. 50,000. Hii kanisa lazima tumalize watu wa Mungu, na sio tu kumaliza, nataka niseme ya kwamba lazima tulipe deni ya mtu wa Mungu. I am told ya kwamba hata sio kushiriki, na tumekaa karibu mwaka mzima na deni lake. Mimi kama mchungaji wa kanisa la Wasabato niliyetumwa hapa, nipo na jukumu la kuwaombea, kuwaomba tumalizane na deni la huyu. Nani mwingine angependa kuongeza 50,000? 50,000. I know probably huna. Lakini nasema ya kwamba ni kuna projection, maana kuna mahali ambapo pamekwama, nataka Mungu akuamue, na akikuamuka nitaleta shilingi 50,000. Nua tu mkono wako. Nua tu mkono wako wherever you are. Our God is a great God. He is always a God who is able to do greater things than we can even imagine. 50,000. Okay, let me now come to 40,000. 40,000. Nasema pastor, 40,000. Niko na miezi miwili niombee nipate 40,000 nitoe shukrani yangu kwa kujenga hii kanisa. Sisemi nitatoa utajiri wangu wote ama nusu, lakini niombee 40,000. Kwa wakulia. Thank you so much my brother. Kama hivi ya name, huyu ni kiongozi wa stewardship. Karen, you are not wrong. Right? Karen, thank you. 40,000. Don't fear. Do not, let me say something. Tafadhali, let these people not silence you. Wanamungu mwanaweza zubiwe. Usiogope hawa watu, hatu watakuona. Yule mwanaume ambaye anaitwa Zakayo, alisimama mbele ya watu na akasema, half of my will, tena Yesu akiwa hapo, half of my everything I own, yote natoa. Najua kuna watu wanasema ya kwamba tunaposimama ni kujionyesha. Kama kuna kujionyesha, walianza kujionyesha Yesu akiwa pale. Bwana Yesu asifiwe. You are saying pastor niombee, and I will pray for you. 40,000. I need two more for 40,000. Two more. Hiyo direction mnaona tunafuata, tutafika milioni 5 haraka. Na Mungu Bwana Yesu asifiwe. 40,000 just come. 40,000. Now let me come to 30,000. 30,000. Najua hapa tutakuwa na watu wengi. 30,000. If you want to say God help me with 30,000, tumalize hiyo deni na tuhakikisha kwamba tumejenga. Thank you my brother. God bless you. Thank you so much my brother. Mungu akubariki. Thank you my brother. Just come brother, come sister. Don't fear, don't worry. God will always provide for his own. You are saying nisaidie tu kwa maombi nipate 30,000. Thank you so much my brother. 30,000 hapo nyuma, 30,000. Na hii laini mnahitaji maombi katika jina la Yesu. Haleluya. Hii laini nikija kanisa jipika 30,000 watu wa Mungu wanaweza kudiwe. Na huko nyuma pia tunawakumbuka katika jina la Yesu Kristo. Unajua mimi kama mwangi ninaweza kuona hata pesa kwa mfuko. Niko na hiyo kipawa. Si mimi ni Mkikuyu. Thank you so much my brother. Huyu alikuwa mshiriki wangu. Alinipatia kamba mzuri sana. Alinataka ingine. Mungu akubariki. 30,000
30,000, 30,000, thank you so much. 30,000, I need more. Thank you, mami. Njoo tu, ukifika hapa hata mbingu inatambua na inaanza kukubariki. 30,000, mimi hapo sitoki. Kama mtu wa Mungu huko hapa, 30,000 surely. Unaweza enda hata ukachukua kakopo ukasema, Mungu, hii kakopo ni yetu na wewe. Fungua njia nikalipe, sitaki aibu, na bila shaka Mwenyezi Mungu atakusaidia katika jina la Yesu. Ni nani anasema 30,000? Mtu wa Mungu. Na kama utakwama utanipigia simu. Nitakutumia na kitu. Haleluya. Nitakutumia na kitu. Mimi Mungu amenibariki na nimeamua kufanya kazi yake. 30,000. I need 30,000 from you people. Ni nani angependa kuwa mmoja wa hii 30,000? Unataka kuja nipongeze? Haikani. Najua sisi ndio matajiri sana wachungaji. Ukisimama hapa kujitisha, sinakuja tu kwa sababu Mungu ametupatia hiyo authority. Nani anataka kuja na nashindwa itakuwa na mdanganya? Okay, let me now come to 20. Na ninapokuja kwa 20 nataka mtu mwingine aje kunisaidia kuandika. Maana hapa natarajia ni wengi watakuja. 20,000. Tumalize deni na hatuhakikisha ya kwamba tumejenga kanisa. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Nataka mtu mwingine aje na kalamu na karatasi anisaidie. Mungu akubariki sana ndugu yangu. Mungu akubariki sana. I want to appreciate how watu wa Mungu wameanza kuja. Mungu awabariki. 20,000. Hii roho Mungu awasaidie katika jina la Yesu. Usaidike katika jina la Yesu ili angalau na nyinyi mmoja muandike. I need 20,000. 20,000. I need 20,000. Thank you so much my brother. Thank you so much my brother. Mimi nimekuwa mchungaji ya kanisa moja inaitwa Chaani ambao walijenga kanisa kubwa na video kubwa sana katika Mombasa. Na hiyo kanisa nataka niwahakikishie kwamba walioijenga ni wale vijana wanavuruta mkokoteni, ni wale wamama wanaitwa mama mboga, ni wale wamama ambao wanafua nguo, na unasikia mtu anasimama anasema for the sake of the ministry, Mungu anisaidie nipate pesa hizi. Ndika jina lako pale mama na Mungu akubariki. Osoro kwani utakuja saa ngapi hapa? Tunakugoja Osoro. Una tatizo kwa sababu nakujua jina. Bado Mungu anaweza vile 20,000. I still need more names. I need more names. I need more names. 20,000. Thank you my brother. God bless you. Hii deni lazima tutalipa na hii kanisa lazima tutajenga. I still need more 20,000. More 20,000. Why? Hata kama